channel yangu ya YouTube. Leo nataka kuzungumzia mshale wa matumaini, wahusika na sifa zao. Mhusika wa kwanza ni Bwana Kadurenge. Ni mhusika katika hadithi hii. Kadurenge ni mumewe Zahara. Ni baba yake Zingo. Alizaliwa katika kabila la Walanga kutoka Doneka. Yeye ni mwalimu katika shule ya msingi ya Kitare. Sifa zake: ya kwanza, yeye ni msomi. Amesoma na kuhitimu kuwa mwalimu wa shule ya msingi ya Nakitare. Hiyo katika ukurasa wa pili. Sifa yake ya pili ni mtu asiyeaminika. Katika ukurasa wa tatu tunaambiwa kuwa ilikuwa vigumu kumuelewa baba. Kisha tena ni mbinafsi. Baba alijipendekeza sana na alikuwa mwingi wa ubinafsi. Hiyo iko katika ukurasa wa 3 hadi wa 4. Kisha tena yeye ni mhalifu. Majina ya majambazi sugu yalitajwa. Jina la baba yangu liliongoza katika orodha hiyo: Kadurenge Mlawatu. Hiyo imenakiliwa katika ukurasa wa 39. Katika ukurasa wa kwanza tunapata sifa yake ya Bwana Kadurenge tena ya kuwa yeye ni mzushi. Tunapata kuwa Bizahara anamueleza mkewe, anamwambia acha huo uzushi bwana. Twende katika mhusika wa pili. Mhusika wa pili ni Bizahara. Bizahara ni nani? Bizahara ni mkewe Bwana Kadurenge, ni mamake Zingo, ni mzaliwa wa kabila la Wareba kutoka Doneka. Sifa zake: yeye ni jasiri. Kila mara alimpinga na kumwonya baba yangu dhidi ya uvumi huo. Katika ukurasa wa 3 tunaambiwa kuwa mama yangu alikuwa miongoni mwa wanawake jasiri niliowafahamu wakati huo nikiwa mdogo. Sifa yake ya pili ni mwenye busara. Alikuwa na hakika na alichokisema kila mara. Tumeambiwa hivyo katika ukurasa wa 3. Sifa yake nyingine ni mkakamavu. Katika ukurasa wa 5 tunaambiwa, unajuaje wewe mambo haya? Mama alimdadisi baba kwa ukakamavu. Sifa yake nyingine ni kuwa yeye ni mwadilifu. Anamlea mwanawe Zingo kwa maadili. Mama hakupenda sana kujibizana na baba hasa. Katika masuala ya ukabila, mama alinionya vikali dhidi ya kusikiliza mazungumzo ya watu walionizidi umri. Hakutaka niingiwe na mbegu ya uasi aliyokuwa akihubiri baba yangu. Hiyo imenakiliwa katika ukurasa wa 4. Pia tena sifa nyingine ya Bizahara ni kuwa yeye ni mvumilivu. Anavumilia maisha magumu katika kambi ya wakimbizi ya Gera. Twende katika mhusika mkuu, Zingo. Zingo ni nani? Zingo ni mtoto wa pekee wa kiume wa Bwana Kadurenge na Bizahara. Ni rafikie Delo. Sifa zake ni zifuatazo: yeye ni msomi. Amesoma hadi Uswizi akiwa na ndoto ya kuwa mwanasheria. Pili, yeye ni mwerevu. Anasoma na kupita mitihani ya darasa la 8 kidato cha 4. 3, yeye ni mcha Mungu. Kila mara anaonekana kumwomba Mungu amsaidie katika shida. 4, yeye ni mtiifu. Hakutaka kuvunja msingi wa mamake kuwaheshimu watu wazima. Imenakiliwa katika ukurasa wa 58. Kisha yeye ni jasiri. Inanigharimu ujasiri mwingi japo navumilia ili watu wapate mwanga. Nilimwomba Mungu azidi kuonyesha wengine. Hiyo iko katika ukurasa wa 42. Niliomba dua fupi ili Mungu atunusuru kama alivyowanusuru Waisraeli. Sifa yake nyingine ni kuwa yeye ni mvumilivu. Anavumilia shida na maisha magumu akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Gera, akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Gera. Anapotengwa na wenzake kutokana na tabia ya ujambazi wa babake, anavumilia tu. Hiyo inaonyeshwa katika ukurasa wa 9. Kisha tuende kwa mhusika mwingine, Mzee Msambale.
Mzee Msambale ni mzaliwa wa nchi ya Doneka. Ni kiongozi wa kundi moja la wakimbizi wanaotoka Doneka kuelekea Gera. Sifa zake ni zifuatazo. Ya kwanza, yeye ni mkarimu. Hakuwa mchoyo. Watu walimsifu kwa ukarimu wake. Hiyo inapatikana katika ukurasa wa 57. Pili, yeye ni mwenye huruma. Anamhurumia Zingo akiwa katika matatizo mengi ya maisha. Tatu, yeye ni mshauri. Anamshauri Zingo asiache shule licha ya changamoto nyingi za maisha. Mhusika wa tano na wa mwisho ni Deno. Ni rafiki yake Zingo, ni mzaliwa wa nchi ya Doneka. Sifa zake ni ya kwanza, yeye ni mhalifu. Anajiunga na kundi la vijana la Moonlight akiwaibia wakimbizi wenzake. Pili, yeye ni mbinafsi. Anafunganya virago na kuondoka kambini bila kumjali rafikiye Zingo. Tatu, yeye ni mkarimu. Alimsaidia Zingo kwa siku nyingi na kumtia moyo. Imenakiliwa katika ukurasa wa 36. Asante sana kwa kutazama. Tupatane tena katika uchambuzi wa Mshale wa Matumaini tukiongelea maudhui.